Mwaka 1936 katika jiji la Dar es Salaam kulianzishwa na klabu ya mpira wa miguu iliyoitwa Sunderland. Jina hilo lilitokana na klabu ya Sunderland ya nchini Uingereza ambayo wakati huo ilikuwa maarufu sana. Klabu hiyo ilianzishwa na vijana waliopenda soka na waliokuwa na ndoto ya kujenga timu imara yenye ushindani. Kadri miaka ilivyozidi kwenda, viongozi wa klabu waliona muhimu wa kuwa na utambulisho unaoakisi mazingira ya Tanzania. Ndipo mwaka 1971 jina Sunderland likabadilishwa rasmi na kuitwa Simba Sport Club. Jina la Simba lilichaguliwa kwa sababu Simba ni mnyama anayeheshimiwa kwa nguvu, ujasiri na uwezo wa kupambana. Tangu wakati huo, klabu hiyo ilianza kujenga utambulisho mpya ulioendelea hadi hivi leo. Miaka iliyokwenda, Simba ilianza kushinda mataji mbalimbali ya ligi na mashindano ya ndani. Mashabiki wake waliongezeka kwa kiasi kikubwa, si Dar es Salaam pekee, bali katika mikoa yote ya Tanzania. Kadri umaarufu ulivyoongezeka, ndivyo ushindani wake wa klabu nyingine ulivyokuwa mkubwa, hasa dhidi ya Yanga Sport Club. Mechi kati ya timu hizi mbili zilianza kujulikana kama dabi ya Kariakoo, moja ya dabi maarufu zaidi barani Afrika. Kila dabi ilivuka maelfu ya mashabiki viwanjani na mamilioni ya watazamaji kupitia redio na television. Katika maisha ya hivi karibuni, Simba imewekeza zaidi katika usajili wa wachezaji, miundombinu na usimamizi wa kisasa. Hali hiyo imefanya kuwa miongoni mwa klabu zinazofanya vizuri katika mashindano ya Afrika. Simba imewahi kufika hatua ya juu katika mashindano ya vilabu vya Afrika na imeonyesha uwezo wa kushindana na timu kubwa kutoka mataifa mbalimbali. Mbali na mafanikio ya uwanjani, klabu hiyo imejenga msingi mkubwa wa mashabiki. Wapo wanaoisapoti kwa sababu ya historia yake, wengine kwa mafanikio yake, na wengine urithi wa kifamilia, ambapo kizazi baada ya kizazi kimeendelea kuwa na mashabiki wa Simba. Leo Simba Sport Club ni zaidi ya timu ya mpira, ni sehemu ya historia ya soka ya Tanzania, mafanikio, changamoto, ushindani na mshikamano wa mashabiki. Na mshikamano wake umefanya ibaki kuwa moja ya klabu zenye ushawishi mkubwa nchini. Na safari yake bado inaendelea, kila msimu mpya huleta matumaini mapya, ndoto mpya na historia mpya ya kuandikwa. Je, unafikiri ni tukio gani lilikuwa muhimu zaidi katika historia ya Simba Sport Club? Ndani ya maono yako kwenye sehemu ya maono, na usisahau kusubscribe ndani ya Maundi TV.